Na mimi naungana na ninyi pia kumpongeza sana Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kazi nzuri ambazo anazifanya kwenye mkoa wetu na halmashauri zetu. Umeona hapa tunasoma takwimu mbalimbali za ajira. Ameajiri watumishi wengi wa sekta mbalimbali ili kupunguza ombwe la watumishi. Sasa tunao watumishi wengi ambao kwa kweli hata shughuli ambazo zilikuwa ziendi sawa sawa sasa zitakwenda vyema. Kwa hakika tunayo heshima na kila haki ya kumpongeza Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kazi nzuri ya kutuletea watumishi, lakini pia kwa kazi nzuri ya kutuletea miradi mbalimbali ya maendeleo kwenye mkoa wetu wa Arusha, halmashauri zetu na taasisi zote kwa ujumla. Kila taasisi ukipita kuna majengo yanajengwa. Ukienda National Housing majengo yapo, idara ya maji yapo, nenda TRA yapo, nenda mahakama yapo. Kazi hii nzuri ni kazi ya Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Niwapongeze pia TRA kwa kazi kubwa, kwa sababu hii kazi ambayo Mheshimiwa Rais anaifanya ni kwa sababu ya kazi nzuri ya kwenu mnayofanya ku collect mapato. Kwenye mkoa huu TRA wamevuka malengo. Kwa hiyo tuwapongeze sana. Kwa sababu 2027 ndio double coat Yaani double coat kwamba kuna mikondo miwili itakuwepo mwakani, kwa sababu form 1 tunapokea mikondo miwili. Manake kuna mtaala huu mpya ambao wanafunzi wetu watagraduate elimu ya msingi wakiwa miaka 6 ya kusoma, na kuna wale wengine ambao watagraduate kwa mara ya mwisho miaka 7. Kwa wote watapokewa mara 2 zaidi ya zamani kwa kidato cha kwanza. Maana yake nini? Inahitaji ongezeko la miundombinu ya zaidi, kwa sababu tunapokea 2 stream at once. Ndio maana tunazungumza kila halmashauri ijipange vyema kuhakikisha kwamba miundombinu yote ya madarasa, ya vyoo, matundu yale ya vyoo, madawati na samani zingine zote zinaendana sambamba na ongezeko la watoto kidato cha kwanza. Haya maagizo yametolewa na Mheshimiwa Rais mwenyewe, na viongozi wakuu wote wameendelea wakichagiza sana hili jambo, ili kusudi hamasa yenu ninyi katika kukamilisha hiyo miundombinu ifanyike kwa wakati. Hata mimi nasema hivi, kila robo ya kikao lazima tupate taarifa kamili ya maandalizi ya kupokea madarasa 2 kidato cha kwanza kwa msimu mmoja. Tuna changamoto ya performance ya elimu. Arusha ilikuwa ya kwanza, ya pili kila mwaka. Kuna sehemu pia sisi taasisi zote hatujasimamia vizuri kwa umoja. Ninaagiza mkazo kwenye suala la chakula kwa wanafunzi mashuleni. Kila shule wapate chakula cha mchana. Na hili sio agizo langu, ni msisitizo wa maagizo ya Mheshimiwa Rais. Lishe mashuleni. Naona wakati mwingine tunapoapoa tunasahau kama maagizo yako pale pale. Maagizo ya serikali yako pale pale. Kila mkurugenzi ahakikishe kwamba kwenye kila shule chakula kinapatikana mashuleni. Mtoto akipata chakula mchana hata madarasani atakuwa active. Lakini mtoto ana njaa hawezi kukaa vyema. Lakini ili yale ni lazima pia wazazi kuchangia chakula. Na ule mchango wa chakula ni sehemu ya chakula ambacho mtoto angekula nyumbani kwako. Kwa sababu ilimlazimu mchana arudi nyumbani ale chakula, alafu arudi shuleni kusoma. Badala yake unampunguzia disturbance ya mwendo, anakula na anaingia darasani kuendelea kusoma. Maana yake nini? Makatibu tawala, wakurugenzi pamoja na waheshimiwa wakuu wa wilaya huko, muambie wasimamie hili jambo la lishe mashuleni. Tukifanya hivyo, ufaulu utaongezeka maradufu.